Na mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE umeanza rasmi hii leo chini ya usimamizi mkali wa shirika la mitihani la kitaifa NEC, na huku watahiniwa wakianza awamu ya mwisho ya safari yao ya shule ya upili. Huu ni mwaka wa pili tangu mtihani wa darasa la 8 ambao ni KCPE kukomeshwa rasmi kufuatia mtaala mpya wa umilisi wa elimu almaarufu CBC ambao ulibadili KCPE na kuanzisha KPSEA. Tazama. Mtihani wa KCSE wa mwaka 2025 umeanza rasmi kote nchini. Kulingana na shirika la mitihani Kenya, mitihani ya vitendo inaanza leo, huku mitihani ya maandishi ikitarajiwa kuanza tarehe 3 Novemba hadi tarehe 21 Novemba. Zaidi ya watahiniwa 800,000 wanatarajiwa kufanya mtihani wa mwaka huu chini ya ulinzi mkali ili kuhakikisha hakuna kesi zozote za udanganyifu. Ingawa mtihani wa KCSE unaendelea kuwa hatua muhimu katika kalenda ya elimu ya Kenya, mtihani wa darasa la 8 wa KCPE umesalia kuwa historia. Mtihani wa mwisho wa KCPE ulifanyika mwaka wa 2023 na kisha ukaondolewa rasmi wakati taifa ilipoubadili kutoka mfumo wa 844 hadi ule mtaala wa CBC. Kupitia mfumo huu mpya wa CBC, wanafunzi wa darasa la 6 sasa hufanya mtihani wa KPSEA kabla ya kujiunga na shule ya sekondari ya chini. Mabadiliko haya yalilenga kuhimiza tathmini endelevu na kukuza ujuzi wa mwanafunzi badala ya kutegemea mitihani ya kitaifa ya mara moja inayotoa mwelekeo wa maisha yote ya elimu. Miaka miwili tangu mtihani wa KCPE wa mwisho, shule na wazazi bado wanazoea mfumo huu mpya, huku wadau wa elimu wakionyesha matumaini kuwa CBC itakuza wanafunzi wenye ujuzi na ubunifu zaidi walio tayari kwa changamoto za kisasa. Wakati watahiniwa wa KCSE wanaweka kalamu kwenye karatasi, ni ukumbusho tosha wa mabadiliko yanayoendelea katika sekta ya elimu ya Kenya, ambapo mfumo mmoja unafungwa na mwingine unaanzishwa. Rose Kaguku, Runinga ya KU, Nairobi.